Inaweza mambo
hata sasa yatiririka. Inafungua maisha yako wewe. Damu yatiririka. Damu yatiririka. Damu ya Kalvari. Hata sasa yatiririka. Damu yatiririka. Damu yatiririka. Damu ya Kalvari. Hata sasa yatiririka. Damu yatiririka. Damu yatiririka. Hata sasa yatiririka. Damu yatiririka. Damu yatiririka. Damu ya Kalvari. Hata sasa yatiririka. Kisha hiyo damu ya Yesu Shujaa
worship the majesty, the great I am, the mighty one of Israel. There is none like you, Daddy. I choose to worship you.
Spirit of God. We surrender our hearts to you. Father, we welcome you in this place. Holy Spirit of God, come and take your place. Take your place. Take your place in this place. Holy Ghost, we invite you in this place. For we are nothing without you. We are totally nothing, Holy Spirit of God. I cannot hear you. Tawala moyo wangu Bwana wa majeshi. Tawala mawazo yetu Bwana. Tawala mafikra zangu. Tawala moyo wangu. Holy Spirit of God, we welcome you. We welcome you to come and take your place. Spirit, Spirit reign over me. Spirit, Holy Spirit, I desire to know more of you. Spirit, move.
Mashatala Brakozadia. We desire more of you. We want more of you, Holy Spirit of God. More of your directions. More of you, Spirit of God. Retele Brakosanterebosa. Biketele Brekesianterebosa. Makoriantarabose. Biketele Brantarabose. Biketele Rebosiantarabose. Holy Spirit of God, take your place. Take your place in this man of overwhelming victory. Come and take your place, Spirit of God. Spirit of Father, have your way in our hearts. As husbands, as wives, as youths, as children, take your place. Makorobo Santalabosa. Biketele Brekesiantalabosa. Riba Shantalabosi. Rima Katalama Koriantalabosi. Over me, Spirit reign over me. Hey, Spirit reign
Mungu Baba
No,
Hebrews 4, the blood of Jesus Christ. and Jesus Christ said it is. Father, we exalt you. This Sunday we give you praise. We lift your name high, King of kings and Lord of lords. For indeed there is none like you, a king like you. Hakuna mfalme kama wewe, hakuna kiongozi mzito kama wewe, hakuna yule ambaye anaweza kutusaidia kama wewe. There is nobody like you, Jesus. Father, today we choose to exalt you in Eldoret. We exalt you in this place. And we are excited to worship you. We are excited to lift your name high. Father, be glorified. Adonai, be glorified. King of kings, be glorified. Shekinah, be glorified. We lift your name high above every principalities, above powers of darkness, above every human mind, above every thought that exalts itself against the Spirit of God. Father, be exalted. Father, be glorified. Uinuliwe kwa manyumba zetu, uinuliwe kwa kila biashara, uinuliwe kwa kila jamii, uinuliwe kwa kila ndoa, uinuliwe kwa kila biashara, uinuliwe kila mahali, mfalme wa wafalme, kwa maana hakuna mwingine kama wewe. Tunakusujudu na tunakuinua, mfalme wa wafalme, hakuna mwingine kama wewe. We give you praise and we exalt you, and it is in Jesus Christ's name we worship. Amen. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi mazito mazito. Hallelujah. Kurama satana rabosa. Karianta raboziete. Retetetepo satana rabosa. Hallelujah. So tumekuja tena mwezi wa 4. Haleluya. Sisi ni wale tu, Shekinah Glory Manifestation Ministry. Haleluya. Thanks. Ni ministry ambayo niliwaambia, ni ministry ambayo inadeal na nini? Na madhabahu. Haleluya. Na hatujawahi acha kudeal na madhabahu. So ni ministry ambayo inaendelea kudeal na altars. Tunazidi kufight altars, tunazidi kupull down altars, na tutaishi kupull down altars. Amen. Kwa sababu that is what God has called us to do. Yes. Hallelujah. Amen. The best thing in this world ni ya kwamba uweze kujua your purpose in this world. Yes. Why are you here? What assignment did God send you to do on this earth before you leave it? Hallelujah. Kwa sababu at some point you will do what? You will leave this world. But the question is, will you have fulfilled your assignment? Hallelujah. Amen. Yes, so kila mtu ako na assignment. There is a reason why you are in this world. Hallelujah. Amen. Na hiyo assignment yako hakuna mtu mwingine atai accomplish. Ni wewe mwenyewe utafanya nini? Utai accomplish. Yes. Hallelujah. Amen. So tumekuja hapa pia siku ya leo kuweza kuzidi kuwakaribisha kanisani. Hallelujah. Amen. Tumekuwa tukiona wengine wenye wamekuwa wakikuja church, and we really thank God for that. Inamaanisha our evangelism is not in vain. Hallelujah. Amen. So tuko pale Watergate Plaza. Watergate Plaza iko katikati ya Ketia Supermarket na Mount Kenya University. So tuko hapo second floor. Tuko na lunch hours kuanzia saa 6:30 mpaka saa 8. Hallelujah. Amen. Then on Sundays tuko na service pia kuanzia saa 2:30 mpaka saa 8 as the Spirit of God leads. Hallelujah. Hii ni ministry ya maombi. So kama wewe maombi yako ilirudi chini, hallelujah, na ukarealize ya kwamba una struggle kwa maombi, hakuna mtu always anakuanga 100% juu. Hallelujah. Even you at some point utarudi chini, utarudi chini. So that's why you need one another. Jesus Christ of Nazareth knew that angeweza kuaccomplish ministry yake kama angetafuta wakina Judas, kama angetafuta wakina Matthew. Hallelujah. In this world you can never make it alone. Hallelujah. Even Jesus, being God, knew in this world he could not make it alone.
lazima angekuwa na disciples, lazima angekuwa na mtu angembetray. Haleluya! Kila mtu ako na assignment, and you need another person to help you to shift you to another realm. Haleluya! So kuna wale wana experience prayerlessness. Haleluya! Maombi yako imerudi chini. Maybe when the intercessor, but of late unajipata unalala too much. Unalala kuanzia 6 jioni mpaka 6 asubuhi. Haleluya! Inamaanisha something is just not right. Haleluya! Huwezi kuwa mtoto wa Mungu na hauombi. Haleluya! Huwezi kuwa hauombi. Without prayer there is nothing, you can achieve nothing. Haleluya! Huwezi kuwa unaishi na ufanye nini? Hauombi. Kama ulikuwa mtumishi wa Mungu na umejipata maombi imerudi chini, unalala saa 1 mpaka saa 1. Haleluya! Na hata haushtuki, unaona maisha iko normal. There is something wrong about you. Haleluya! And that's why you need an impartation of prayer. Hallelujah. The spirit and the power of Elijah. There is a reason why God used Elijah. There is a reason why God used Moses. Hallelujah. Because they are the two witnesses tunaona in the Bible. So unapata Elijah alikuwa ni a great intercessor. Amen. A great intercessor. So you need the spirit and the power of Elijah for you to intercede, for you to pray. Hallelujah. Jesus pia yeye mwenyewe alijua ange operate alone, lazima angepatiwa the same impartation ya the spirit and the power of Elijah through John the Baptist. Hallelujah. So if Jesus being God alihitaji impartation, wewe ni nani? Hallelujah. So that's why tunakaribisha watoto wa Mungu, maisha yako ya maombi lirudi chini. You need to boost your prayer life. Hallelujah. Maombi yako lazima uignite, lazima ufungulie maombi yako. Anga ya maombi yako lazima ifunguliwe. Hallelujah. So that's why tunawakaribisha sana church. Hallelujah. Tuko pale Watergate, Sini Shekinah Glory Manifestation Ministry. Tuko na bana zetu hapa. Haleluya. Najua ukitembea unaweza iona, na pia pale nimekuelezea kwamba tuko na lunch hours saa 6:30 mpaka saa 8. Hiyo ni Monday to Friday. Haleluya. Then on Sundays tuko na service from saa 2:30 mpaka saa 8. Haleluya. Service yetu ni moja, na hii service ni ile service ambayo Mungu mwenyewe anakuja akushughulikie, kwa sababu we spend a lot of time in prayer. After that we spend another 3 hours in worship. Hallelujah. Tuna worship mpaka presence ifanye nini? Ishuke chini, kwa sababu we cannot do anything without the presence of God. Hallelujah. When the presence of God inakuja, everything becomes easy. Preaching becomes easy. Doing things of God becomes easy. The presence of God. Hallelujah. So that's why tunakukaribisha pia wewe mwenyewe uweze kukuja kuweza kupractice the presence of God. Hallelujah. So that wakati utatumwa mahali ama kwa huduma yako, amen, uweze kukuwa na nguvu ya kuweza ku accomplish your assignment in the land of the living. Hallelujah. So leo nataka tu kuencourage watoto wa Mungu kidogo siku ya leo. Hallelujah. Tunakuwa tukiangalia the word of God, na nitaendelea kuongelesha nao watoto wa Mungu pia siku ya leo. Hallelujah. Leo tumeongelelea juu ya shortcuts kwa maisha. Hallelujah. Ya kwamba tuko watu wengi ambao tunajipata ya kwamba tumepitia shortcuts mingi, na hizi shortcuts at the end of the day unapata ya kwamba badala ya kukufanya usaidike, shortcut inakuletea a lot of problems. Hallelujah. Kwa sababu every step unaruka leo
inakungojea wapi? Inakungojea mbele. Amen. Amen. So waya tuangalia kidogo tu, tuangalia the same scripture au tuangalia tu hiyo Matthew chapter number 9. Hallelujah. Amen. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu. Hallelujah. So Matthew chapter 9 inasema ya kwamba from verse 1, so he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Then behold, they brought to him a paralytic on a bed, a paralytic on the bed. When Jesus saw their faith, Sema saw their faith, So their faith. he said to the paralytic, son, be of good cheer, your sins are forgiven you. Hallelujah. Amen. Tunataka kuongelea kidogo about faith, kwa sababu so many people have been waiting on God, na the more tumekuwa tukingojea Mungu ajibu 1 2 3 things, na unapata kwamba a lot of things zimeendelea kutari in our lives, but tunaelezewa kwamba the paralytic man, the reason why he was paralytic, it was because of sin. Hallelujah. Amen. It was because of sin. Na tunaambiwa kwamba when this man was paralyzed, inamaanisha angeweza kuamka na angeweza kusonga, yet hatujui ni dhambi gani alifanya, nini alitenda, but tunaona ya kwamba dhambi iko na mauti. Hallelujah. Amen. Aya, tuangalie kwa James chapter 1 ndio mtu asiseme huyu mtu ni kama anasema vitu zake. Hallelujah. Amen. The book of James, James chapter 1. Hallelujah. Thank you Jesus. Rabo satala brako sante. The book of James, James chapter 1. In James chapter 1, from verse number 12, inasema, inaongelelea about loving God under trials, kupenda Mungu wakati unapitia changamoto. Hallelujah. Amen. Anasema kwamba blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one say he is tempted. Hallelujah. Amen. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. Hallelujah. Amen. Mungu hajaribu mtu, na Mungu hajaribiwi na dhambi, lakini ni mtu mwenyewe dhambi yake ama kile ambacho anatamani. Haleluya. Amen. Ndio inamwelekeza kwa nini? Kwa dhambi. So tunaambiwa kwa verse 15, then when the desire ni nini na Kiswahili? Tamanio. Tamanio. Haleluya. Amen. Yaani ako na tamanio fulani, kama vile mtu anaweza kuwa anatamani kukula ice cream, ama anaweza tamani kuingia kukula chips, kuku ile napiga sama soltivi. Haleluya. Amen. Ako na nini? Tamanio. Amen. Amen. Na si mbaya. Haleluya. Amen. Si tumbo ni ya food. Haleluya. Yes. So hiyo tamanio yani ako na hiyo desire, ninatamani kukula hii chipo, ninatamani kukula kuku sama leo. Haleluya. Ama akitembea hivi anasikia harufu ya fish, anasema hey, na desire hivi, lakini ana nini? Ana pesa. Haleluya. Amen.
So tunaambiwa ya kwamba then when your desire has conceived it gives birth to sin, kwa sababu wakati ile desire ya kutaka kununua hii samaki, haleluya, na sina pesa, haleluya, inaweza ni lead kwa kwanza kucovet, haleluya, covetousness, kutamani mali ya watu wengine, haleluya, amen. Neno natuambia hivi ya kwamba wakati ambapo desire inaendelea, ina conceive, ina give birth to sin, and when sin is fully grown brings forth death, haleluya, amen. Dhambi inapoendelea kukua na inapokuwa kubwa zaidi inaleta kifo, haleluya, amen. Inaleta mauti. Inamaanisha biashara ambayo ilikuwa inafanya kazi inafanya nini? Inadidimia. Ndoa ambayo ilikuwa ina furaha inafanya nini? Inaisha. Hii yote inaondolewa na nini? Dhambi, haleluya. So tunaambiwa the paralytic man, yule mjamaa ambaye alipelekewa Yesu amuombee, ambaye alibebwa na machela, ilikuwa ya kwamba hangeweza kutembea, hangeweza kumove, hangeweza kufanya anything, simply because there was sin, haleluya. Kulikuwa na dhambi ambayo ilifanya huyu mjamaa hangeweza kutembea. Na tukiangalia maisha yetu ya saa hii, a lot of us tunatafuta shortcuts, haleluya, amen. Kila mtu anatafuta shortcut, na wakati unatafuta shortcut unapata ile shortcut umetumia kesho inakunyonga, haleluya, amen. There are many people right now ambao wameshindwa watafanya nini, kwa sababu everything they try does not work, haleluya, amen. Kwa sababu the shortcuts they took ilikuja ikakuwa ni mlima ya dhambi ambayo kutoka imekuwa shida, haleluya, amen. Leo nilikuwa naambia watu chache ya kwamba niliona mjamaa mmoja, na huyo sema ni man of God, wakati ambapo kwa kanisa anaambia wasichana kwa kanisa na every other person mwenye anataka kuoa, anamwambia kabla hujaleta huyu msichana kufanya harusi, kwanza lala na yeye kwanza. Ukishalala na yeye kwanza, then mkuje mfanye harusi. Na anasema ya kwamba yeye kama mchungaji, haleluya, amen, ame override hiyo laana ya kwamba hakuna any curse, haleluya, amen, na ya kwamba washirika wake waendelee kufanya all sorts of wickedness, haleluya, amen. Kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni mchungaji, haleluya, amen. Mimi sijakuja ku criticize anyone, kwa sababu everyone ako na nini? Ako na mzigo yake yenye atajilipia mwenyewe. But wakati tukiangalia hizi vitu iko na consequences. Every action that you do, every decision that you take has a consequence, whether positive or negative, hallelujah, amen. Every decision you make every day has a consequence, either positive or negative. And so wakati ambapo someone amejipata ameindulge, what happens? One, amefungulia milango. Now when you have opened the gates, the enemy will operate on you ruthlessly, hallelujah, amen. Ruthlessly. So unapata ya kwamba wakati una compromise, kwa sababu wengi wame compromise, wakati ume compromise na haujarekebisha mahali uli compromise ukafunikia, haleluya, ni kama mtu ambaye anatembea na crocodile ndani ya kabuti. Kule mbele hiyo dhambi itakumaliza,
Haleluya. Amen. Na hii yote, Jesus of Nazareth does not condemn anyone. Ni yeye, kazi yake ni kukuambia ya kwamba kijana yangu, msichana wangu, ni wapi ulienda vibaya, rekebisha. Haleluya. Amen. Jirekebishe ili chochote ambacho unahitaji upate. Haleluya. Amen. He is not a mean father. Yeye si mzazi ambaye ajui. Kuna wengi wanataka kuoleka, anajua unataka kuolewa, anajua unatafuta bwana, anajua unatafuta bibi, anajua unatafuta mtoto, anajua all these things. But utapata mtu amejaribu kuomba, ameomba na akaona ya kwamba Mungu amedelay, akakimbia kwa mchawi, akamwambia mchawi, tafadhali fanya kitu niweze kupata mtoto. Haleluya. Amen. Na mchawi pia atafanya kitu, atafanya. Haleluya. Amen. Na apate nini? Mtoto. Na apate mtoto. Haleluya. Amen. But huyu mtoto mwenye amepata atamletea shida zaidi. Amen. Amen. Atamletea nini? Shida zaidi. Shida zaidi. Shida zaidi. Na utapata ya kwamba kile ambacho alireceive kwa huyu mganga, haleluya, Amen. it does not last. Amen. Amen. Yesu anasema ako na mtoto, na ndio Bahati Bukuku aliimba akasema ya kwamba kuna mtu alipata mtoto anaitwa Sindula, na Sindula hakukuwa mtoto, alikuwa ni nini? Ni nyoka tu. Haleluya. Amen. Alipewa nyoka in form of a child. Haleluya. Amen. Wakati mtumishi aliangalia, aliona mama amebeba nini? Nyoka. Amebeba nyoka kwa mgongo, lakini yeye anasema nimepata nini? Nimepata mtoto. Na hii nyoka ilimuuma na ikaanza kumparalyze on one side. Haleluya. Lakini anasema alipata nini? Yeye amepata mtoto. Yet Mungu alikuwa na sababu ya hiyo delay. Amekubalia hiyo delay ikue for a reason. Yes. So that you qualify. Hallelujah. Amen. So that you qualify. Your father desires to see you qualify. Na wakati umequalify, atakupatia baraka yenye unahitaji. Hallelujah. Amen. Lakini unapata ya kwamba wengi wetu hatungojei kuqualify, haungojei kukomaa. Unataka kurush vitu very fast, and when you rush things very fast, many people are hurt in the process. Hallelujah. Amen. Wakati unaharakisha, lazima tu niolewe, lazima tu huyu mtu ndiye anioe, na maybe umeenda kwa mtumishi wa Mungu umeambiwa huyu hapana. There was a lady one time went to this man of God, akamwambia, man of God, mimi nimepata mchumba, nimepata mjamaa na nataka anioe. Na the man of God akamwambia, huyu vile ninaangalia in the spiritual realm, huyu fanya nini? Wachana. Haleluya. Amen. Akasema huyu mchungaji hajui kuprophesy na hajui kusikia Mungu. Akatoka hapo akaenda kwa mwingine, huyo pia akamwambia the same thing. Akasema huyu pia hajui kufanya nini? Kuprophesy, na pia hajui kufanya nini? Kuona maono. Akatoka kwa huyo akaenda kwa mwingine. Huyu mwingine wakati alienda akaambiwa na Roho Mtakatifu, huyu msichana amekuwa kwa watumishi watatu, waamini wawili, wewe ni watatu. Mwambie the same message nimepatiana through those two, pia wewe mpatie the same message. Na akaambiwa msichana, yes, wewe umeambiwa na wachungaji wawili ya kwamba huyu mtu mwenye una insist, Mungu hajafanya nini? Hajakuchagulia. Na akamwambia ya kwamba ukienda, if you go ahead na uoleke kwa huyu mjamaa,
shauri kesi yote na kila kitu ni itakuwa juu yako. Haleluya. Amen. So the lady went out of the sanctuary akiwa na hasira, anasema pastor ako na wivu, ako na wivu, hataki aoleke, na pastor ako na bibi yake. Haleluya. Amen. So she went ahead and got married. Kichwa ngumu. Haleluya. Amen. Haikumaliza miezi 6, kwa sababu huyu mjamaa alikuwa na mipango za kando kila mahali. Haleluya. Amen. Na alikuwa pia mgonjwa. So this lady after less than 6 months akarudia mchungaji, akamwambia nimerudi. Mchungaji akamuuliza ulienda aje? Ulifuata instructions ambazo ulipatiwa? Akasema hapana, I went ahead and married that man. So what happened? Akamwambia right now I'm positive. Holy Ghost akaambia mchungaji, akamwambia mwambie the same disease will kill her. There is no remedy for her. Hallelujah. Amen. Na alitoka pale akaambiwa, wewe hii yenye imekukamata ndio inafanya nini? Hii ndio inakumaliza. Why? Kwa sababu ya kichwa ngumu. Alitaka shortcut. I must get married. Na Mungu anamwambia no, wait. But alisema I must get married. Na wakati aliget married, it ended up to be her judgment. No remedy. If God has said utakufa na hiyo, inamaanisha there is no remedy. No remedy. Shortcuts. Wakati unapitia shortcut na Mungu anakuambia ngojea, na una insist on your own way, be careful. Hallelujah. Amen. Kwa sababu the consequences ambazo utalipia mbele, it is too much. Hallelujah. Amen. Shortcut in life. Ukiendelea kutafuta shortcut kwa hii maisha, hauja qualify, but you push everywhere. Unataka kuqualify by force, unaambiwa nani, tafadhali tulia, unasema hapana, mimi nimetoshea. Haleluya. Amen. Ile upanga utapatiwa itakumaliza. So unapata watoto wa Mungu wengi wanapitia delay kwa sababu there were things walifanya kule nyuma, na hata wakienda kanisani they don't say the truth. One time a lady came to me akanambia, Pasi, I want you to pray for me. Someone is taking away my husband. Na sikujua yeye ndiye ananyang'anya na Bwana. Hallelujah. Amen. Someone is taking away my husband. Na akaniambia, Pasi, nataka tuombe huyo mwanamke akufe. Mimi nikamwambia, my friend, hapa mimi si uwangi mtu. Hallelujah. Amen. Kama huyo mama ali-invade territory yako, we will pray. Hallelujah. Amen. And see what the Lord will do. So later on wakati tumeomba, Holy Ghost ndiye anatuambia baadaye kwamba huyu ndio kasoro. So when she came back again, nikamuuliza, tell me the truth. Kwa sababu anataka ku have her own way, ya kwamba lazima achukue bwana ya huyu mtu no matter what. So anakuja anadanganya kwa madhabahu ya kwamba yeye ndiye ananyang'anywa nani? Ananyang'anywa Bwana. Aliporudi tena nikamuuliza, let me ask you, tell me the truth. Hii relationship, huyu mtu ameoa ama hajaoa? Akanambia huyo ameoa, lakini alisema hataki huyo mtu. Unajua anatafuta njia ya kufunikia ndio aonekane yeye mwenyewe hakuna kitu mbaya amefanya nini? Amefanya. Haleluya. So wakati ambapo anasema hivyo, nikamuuliza bado ako na bibi yake? Ati yeye, lakini anasema afanye nini? Hamtaki. Nikamwambia wewe ni kifo. Wewe ni nini? Wewe ni kifo.
you are death, kwa sababu the word of God imestate clearly, wewe mwenye unavunja ndoa ya mwenzako, wewe ni kifo. Haleluya. Wewe ni nini? Kifo. Wewe ni kifo. Nikaambia huyo msichana, wewe ni kifo. Kama hutaacha bwana wenyewe, wewe ni nini? Wewe ni maiti. Haleluya. Na nikamwambia, sikiza, lazima uende kwa process ya Mungu. If God has not said yes to that marriage, don't push it. Hallelujah. Amen.